Mtazamaji wa Mpenja TV, jina langu ni Teddy Tino. Karibu tuangazie masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika michezo. Tunafahamu tumekwisha kufunga pazia la ligi kuu ya Tanzania bara msimu wa 2025-2026, lakini siku hii ya leo kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB katika kikao chake cha Julai 2, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi mbalimbali. Mchezo namba 233 JKT Tanzania dhidi ya Young Africans, ambako Young Africans waliibuka na ushindi wa magoli 3-0. Klabu ya Young Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 100 kwa kosa la wachezaji wake, maofisa na wa ufundi kutokutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu utaratibu wa mchezo. Adhabu hii ni kutokana na kifungu cha 27 kifungu cha 7 ya ligi kuu kuhusiana na vyombo vya usimamizi. Lakini tukiendelea kusalia hapo hapo, pia katika hatua nyingine, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imewapeleka kwenye kamati ya maadili ya TFF rais wa Young Africans Hersi Saidi na afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Andre Mtine ili kutoa maelezo ya msingi kutokana na makosa kujirudia ya uvunjifu wa kanuni inayoitaka timu kutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja wa mchezo husika. Sasa klabu ya Young Africans mwezi Mei 2026 ilitozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la mfano na hili kutokutumia vyumba rasmi vya kuvalia kwenye uwanja huo Meja Jenerali Isamuhyo, na badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja. Na mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulizaa sare ya magoli 2-2. Hii ni mara ya pili Young Africans wanarudia kosa hili. Tunafahamu walirudia kosa hili katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kama ambavyo nimekuambia, na katika mchezo pia kumaliza ligi ambako walikuwa ili watawazwe mabingwa walikuwa Tanzania bara, walitumia nyumba ile ambayo walitumia ama walirudia kosa lile. Hasa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imekuja na faini, na hii ni faini kubwa kuwahi kutokea katika ligi mpaka sasa hivi katika makosa ambayo yamekuwa yakifanywa na hizi timu katika mechi husika. Milioni 100 walipopigwa faini ya milioni 30 ilikuwa ni story kubwa sana, lakini safari hiyo wamepigwa faini ya shilingi milioni 100. Lakini pia mechi namba 234 Simba ambako walibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya KMC. Klabu ya KMC imepewa onyo kali kwa kosa la wachezaji wake watatu, Aimar Saidi Twalibu jezi namba 71, Steven Donald Mgimwa jezi namba 80 na Hussein Ali Kihiyo jezi namba 86 kuvaa jezi zenye namba iliyozidi 70 katika mchezo tajwa hapo juu, kinyume na kanuni ya 17 kifungu cha 2 ya ligi kuu kuhusiana na utaratibu wa mchezo. Lakini pia mechi nyingine iliyoguswa ni Namungo dhidi ya Mtibwa Sugar, ambako Namungo walibuka na ushindi wa magoli 2-1. Klabu ya Mtibwa Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na maofisa wa ufundi kutokutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Majaliwa mkoani Lindi, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusiana na taratibu za mchezo. Hayo ndio yametokea, na naamini hii ndio inaweza kuwa taarifa ya mwisho kuhusiana na adhabu hizi kutoka katika kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, kwa sababu ligi imekwisha kumalizika, na naweza kusema ligi imemalizika kwa Young Africans kutozwa faini kubwa zaidi, shilingi milioni 100. Mimi ni Teddy Tino, endelea kufuatilia Mpenja TV.